Hii ni MTV1 Online inayokutangazia toka eneo la Uswahili, Maziwa Makuu, na leo ni Jumatatu tarehe 13, 2025. Jina langu Dr. Benitambwe Mkandirwa Walimete. Tupo kwenye www.mtvnews.com, Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter ama X. Taarifa kuu siku ya leo ni watu zaidi ya 8 na nyumba zaidi ya 26 kuchomwa moto na watu wanaodhaniwa kuwa ADF wilayani Lubero katika sekta ya Bapere. Rais Tshisekedi akataa kuwaingiza waasi katika jeshi lake japo mazungumzo ya Doha. Moja kwa moja tunakwenda huko DRC wilayani Lubero. Miili 12 ya watu waliouawa yagunduliwa katika kijiji cha Mukondo Katanga wilayani Lubero. Taarifa zinasema watu wenye silaha walivamia kijiji cha Mukondo Katanga magharibi mwa mji wa Butembo na kuwaua watu na wengine kutekwa na watu wanaozaniwa kuwa ni ADF. Mkazi mmoja asema eneo hilo kuna jeshi la Kongo FARDC na wapiganaji wa Zalendo ambao waliarifiwa, ila kwa bahati mbaya hawakuingilia kati. Hiyo winga kuko wasiwasi ni kulingana na ushambulizi wa ADF waliingilia watu usiku wa mjini ya Katanga Mukondo. Walikuwa vipande ya mahende, ADF kaingilia population pale, kaanza kupiga masasi, kapiga population masasi, wengine basha kufa tu. Tuko na bila ya 17 mort, kwa hiyo wakati bila provisoire avec une blessée. Walipiga wakazi mchana ama usiku? Ilikuwa vipande ya 2:30 hivi ya usiku ya jana. Na hao watu walikuwa katika manyumba ama walikuwa kwenye sherehe? Huko wakati wenyewe walikuwa kati ya nyumba na wenyewe wanaenda kubalabala na wenyewe na hawaya lala. Sasa nini inaonyesha kwamba ilikuwa ni ADF? Ndio ni ADF, hayo ni ADF, hayo ndio ingia pale tu. Ndio sasa waongozi ya serikali wenyewe walikuwa pale, hawakujali wakati kaaja alikuya mwenyale tokea fasi mwenyale waona mwenyale tokea fasi mwenyale niko natokea. Ndio walikuwa anawaza ni uongo mtupu yenyewe mkawacha analeta kwao. Mnasemaje kuhusu haya mauaji? Rema tumetoka na tunakosa kama tuulilie nani, serikali iko, tunakosa kama tupe nini na tuulie nani, tena serikali na iko. Ndio tunaomba uchunguzi mkuu kama waongozi wenyewe viko mwingine maeneo wakiwe faa uchunguzi kama jua nini serikali huku tunayala na jeshi mingi. Sasa tunakosa kama jua nini hawafuatilie fasi wenyewe viko. Tunapaswa waambia viko fasi fulani hakuna mwenye atafuatilia, tunawaambia basi jengo fasi fulani hakuna jeshi litajitahidi mpaka ifike kule fasi wenyewe wanajenga. Na tunaomba uchunguzi au sisi mtu hapa kama itakuwa sharia yui kama tunapaswa sema nini. Tushachoka vraiment. Hii ikiongeza idadi ya vifo kwa watu wanaoshambuliwa na kuuawa wilayani Lubero, ambako wakaadhi wengi kwa sasa waomba amani na usalama wa kudumu, kwani wamechoshwa na vita katika uangalizi wa serikali na Umoja wa Mataifa kupitia MONUSCO ambao wako Kivu Kaskazini kwa kuhesabu miili ya watu bila hatua madhubuti. Kwa zaidi ya miaka 10 sasa watu wanauawa kila siku na makazi yao kuchomwa kwa moto, vijiji vingi kwa sasa vikiwa havina tena watu wakikimbilia eneo zenye usalama ama kuuawa. Utafiti bado ukiendelea kufahamu idadi kamili ya watu waliofariki dunia. Duru zasema ya kwamba mtoto mdogo aliungua kwa moto katika nyumba iliyochomwa na wapiganaji hao baada ya mama yake kukimbia kwa ajili ya usalama wake. Mauaji ya ADF yaendelea kushuhudiwa kila kukicha katika maeneo ya kaskazini magharibi mwa wilaya ya Lubero katika usultani wa Baswa na sekta ya Bapere. Mauaji ya Mukondo katika usultani wa Baswa yaripotika siku 2 baada ya raia 3 wakaadhi wa Kasenye katika sekta ya Bapere kutekwa na kukatwa kwa mapanga kwenye mashamba za Itembo katika sekta ya Bapere. Kutoka Butembo, mimi ni Abel Tsongo wa MTV Online. Kuhusiana na mauaji hayo, vijana katika mji wa Beni wameitisha mgomo wa kutofanya kazi. Naik Junior yuko katika mji wa Beni.
Ndiyo bwana mpasha habari, vijana wa Beni wako na andamana. Ya kwanza ni kupatana na ukosefu wa usalama ambao umeendelea kudumu. Mauaji ya ADF yanaendelea kufanyika hapa ndani ya mji wa Beni, wakati unaona wanaua Mutube inakuwa hapa ndani ya vile ya Beni. Unaona wanaua hapa Eringeti karibu, wanaua Wicha, wanaua. Mauaji ya ADF yanaendelea yakifanyika. Ingalao operation Usuja inaendelea kufanyika, lakini kwa kuweza kumaliza mauaji inakuwa shida kubwa. Shida ya pili inakuwa kwamba huyu M23 anaendelea kudhibiti maeneo hususan ndani ya Kivu ya Kusini, na huku kwetu hakuna hata siku moja tumesikia kwamba government yetu ama FRDC imeweza kwa kuweza kuteka ama kuweza kukomboa vijiji ambao vimetekwa na adui wa M23. Hiyo inakuwa shida ya pili. Na shida ya tatu tunakuta kwamba Kinshasa inakuwa na shida kubwa ambayo inakuwa haione mateso ambayo Beni watu wanaendelea kupitika. Hatuone kwamba wanaenda kusupport government yetu ya huku, hatuone kwamba wana support, hatuone maaksio ya gouvernement kwa kuweza kusupport nguvu ambayo ama maendeleo ambayo watu wanaweza kufanya ndani ya jimbo ya Beni. Hiyo inakuwa shida kubwa, ambayo shida tatu ambao watu wamekuwa nayo, na tunawaza kwamba vijana kwa kweli hususan wanaweza kuandamana, lakini kwa kubomoa, kwa kuweza kuharibu, hiyo iko vitu ambayo tunapinga, kuonesha kwamba vijana hawawezi wakabomoa wakaharibu, lakini waweze kuandamana ndani ya drama, ndani ya sheria, ili kwa kweli malalamiko yao iweze kusikilika. Wakipinga mauaji mengine inotekelezwa na ADF, maandamano inayoungwa mkono na baadhi ya raia na wanasiasa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, Ezekias Muhaya ni mkuu kiongozi wa PPRD yake Joseph Kabila Kivu Kaskazini. Bosi kuzungumza na wao namna gani wanaandamana, nao ni mawazo yao. Mimi naweza kufikiria kwamba na waencourage wafanye kazi ile, sababu wanaonyesha ya kwamba utawala wa jeshi wa bwana Tshisekedi, kunakuwa pale na gouverneur wa jeshi, anaonyesha ya kwamba kazi yake haiko, sababu wakati wanatia utawala wa dharura wa kijeshi ni kusema wanakuja kuimpose amani. Jeshi ni kuimpose amani, lakini jeshi litakuwa tu la kulalamika, nous attaquer nous la communauté internationale. Mnaitisha communauté internationale wafanyie nini? Na ninyi mna jeshi, mna silaha, mna ruhusa ya kuua adui, mnalalamika kwa mdomo hivi. Alafu nafikiria kwamba wale vijana watafuta kuonyesha kwa ulimwengu mzima ya kwamba mipango yote ya Tshisekedi haipitiki. Alileta Waganda, wanashindwa. MONUSCO partenaire wake wanashindwa. Jeshi lake sasa lile alisema na walipa $500 kila jeshi, wanashindwa na wanapewa $500. Alikusanya wale maimai waliwaitwa wazalendo, nao wameshindwa. Sasa unapenda vijana wafanye nini? Tukitoka Beni tunakwenda huko Ulaya, ambako rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Felix Tshisekedi ametangaza kuwa yuko tayari kwa mazungumzo ya kitaifa, ila akiwa na masharti. Oui, on ne veut pas de ce dialogue-là. Oui. Celui-là, on n'en veut pas. On veut d'un dialogue entre Congolais qui sont tous contre cette agression. La seule chose que je demande à ces gens qui veulent le dialogue, c'est d'abord condamner l'agresseur, de le nommer clairement et de le condamner. Et là, alors, on va dire, ce sont des patriotes qui peuvent se mettre à nos côtés pour parler dialogue. On ne parle pas dialogue avec des émissaires des agresseurs, qui d'ailleurs, quand ils arrivent à la table des discussions, parlent que d'intérêt des agresseurs. Ils ne parlent pas d'intérêt des intérêts des Congolais. Hata hivyo akisema hawezi kuingiza wanajeshi wa M23 katika jeshi lake. Toutes ces farces qu'ils ont appelées dialogue et ceci, cela, qui se sont terminées par des brassages, des mixages, des unions nationales ou que sais-je encore. Et c'est tout ça qui a amené les problèmes que nous avons. Et donc moi j'ai dit plus jamais. Donc je veux bien qu'on discute des problèmes du pays, parce que comme dans tous les autres pays, notre pays aussi a des problèmes. On peut en discuter, mais ça ne veut pas dire qu'il faut se terminer, ça doit se terminer par des brassages, des mixages. On introduit dans nos institutions des gens qui sont inféodés, des gens qui ont des nationalités douteuses, des choses comme ça. Kuhusiana na msimamo huo, nimezungumza naye Ezekias Muhaya,
mfuasi wa Joseph Kabila akiwa mjini Goma. Nikusema anakuwa mwenye kushitaki na anashindwa sasa aendeleshe mashitaki namna gani. Anaanzisha mashitaka hajui kuyafikisha mwisho, anabadilika. Alafu alizungumza ya kwamba watafanya amani yeye na Paulo Kagame. Anajua wana siri gani wanaotuficha, yenyewe wanapenda watoshe sasa kusudi tuishi amani. Hakuhutumia wakongomani, alikuwa anahudumia dunia nzima huko Brussels. Alafu wakati amemaliza, tunafikiri kama anaonyesha kwamba ndiye yunasiri ya amani hapa. Au kama tunauawa ndiye yeye mwenyewe anajua kwa nini tunauawa. Sababu mwenyewe amejitangaza, na sisi tunachunga aonyeshe wakongomani ya kwamba anaweza kuleta amani. Tukitoka Ulaya tunarudi hadi Bunia mkoani Ituri ambako askari jeshi zaidi ya 100 wamaliza mafunzo ya kijeshi baada ya kusaidiwa na Umoja wa Mataifa MONUSCO. Hii mafunzo tunaisikia tunapenda njuu ya nini njuu tunaipenda sana njuu watoto kama wanatoka kwa masomo wanafika hapa vile balifunda kwa masomo inafai babishike mzuri na baadapte vile balifunda kwa masomo kui menasi kwa hapa kui enemy kwa hapa. Ndio maana unaona tulikuwa kubapitizia saa hapa bakwe bafunde tena kikabisa ile wakati tunaona sema enemy kwa kumilima inafai bayue kutumikisha ile masila ya kupiga nayo milima inafai wengine bayue enemy kwa sehemu gani unayua ile mafashi kukupori mingi sana kama banaenda na drone inafaa tuwe enemy kwa sehemu gani na inafai bayue tuanze kuyua kuproteger aussi population parce que saa nyingine hao watoto bile balifunda njuu ya kusema ma drone bayue kufaire voler drone kama banakotola ba coordonnées ndio unaona masiku zingine tuko na tunapata accident saa nyingine unasikia sema watu wa civil mbili balikufa hapa civil moja alikufa njuu ya nini ni njuu saa zingine ule mtu anatumikisha drone alikotola tu kashifre kidogo akikotola tu kidogo na kunaisha wa civil wanakuwa na problem. Ndio maana tulipenda babi familia mzuri kutumikisha drone kutumikisha masilaha kubwa juu masilaha kubwa ukikotole tu kidogo unakuwa basi. Kwa majina ni Buzima Bwira Auguste nikiwa notable wa Rutobogo. Kulikuwa maka fulani ambazo zilipita wakati katastrofe ilipita ndani ya mugini. Tulipata mama moja ambaye amekwisha kufariki na wengine tumekwisha kuwakosa, lakini kwa bahati nzuri tumekwisha kupata wengine watatu nao tumekwisha kuwazika na wengine watatu tulishakosa mahali walipo ndani ya maji hiyo. Manake wamekuwa watu 4 ambao wamekwisha kupoteza maisha na watatu ambao wamekwisha kukosekana. Hii hali ni mashamba njoo ilizileta wakati mashamba zilikatika kwa sababu wakaaji walikuwa wamekwisha kujikaza kwa kulima mihogo, maharage, ile yote ilizama. Wakati ilizama na mafugo yenyewe ilikuwa manyumba yote ilikwenda, mbuzi, kuku, bata, vile vyote vilienda. Bwana journalist, tangu siku ya 4 kufika tena leo hakuna msaada yote ambao busha kupata kwa mashirika mbalimbali. Bwana journalist, mashirika kabisa hazitujali kwa sababu hatuyapata hata assistance hata moja. Mwito gani kwa serikali kwa sasa na mashirika za kiutu ama maorganization humanitaire? Unasema nini sasa vile kiongozi? Mimi nasema kuleta ambayo tunakuwa nayo kwa sasa kwa sababu ni wao wakuu viongozi wetu. Wakati wanasikia sauti hii wafike hata kwa maonje fulani na kuwapasha hii kaa ambayo inakumba population ya Rutobogo, sababu ikaishi vile vraiment hii population tutaipoteza yote, itaenda kuhomba sababu wamoja wanalala nje, wengine wanalala ndani ya mabashe kwa ukosefu tu wa msaada. Tunaweza estimate nyumba ngapi hapa ambazo zilizama na maji? Nyumba ambazo zilizama na kupotea lote ni nyumba ziko nyumba 4. Pole sana. Ndio kabisa, ni pole. Maisha inakuwa hivi, sisi tulizamaka siku ya 4 tukutana na ile mvula ikizamisha watoto wetu na bajirani na nyumba zikaenda na mafugo zikaenda na machungu yote vikaenda. Wale unaishi hai? Mimi naishi Sandege, sina kitu, kimbilia mu migomba, tuende tulale mu migomba, hatuna kitu. Naambia wakuu viongozi wafanye nini? Kama ndio watusaidie kabisa, watusaidie, wasikirie huruma. Tulisikia kwamba na wewe ulipoteza mama mzazi, pole sana. Ndio, ilikuwa siku ya 4 mtoni kitushambulia. Mamangu mzazi akipotea, maima yake zama, mimi maiti kipatikana. Sasa ilipatikana mede siku ya 4 vitu vyote vilizama na nyumba na hakuna nafasi yenye tunaishi. Sasa tunawalilia kama kwa msaada obio nije bakwe tusaidie juu hakuna kwa tuko nalala na hatuna vya kupigia amo na mangozo zote zilizama. Kwa majina ni nani? Ninaitwa Mamvua Pauline. Hapa tunakuwa wapi? Hapa tuko Rutobogo. Maisha yanakuwa namna gani hapa? Maisha inatushinda sana, ndipo tangia siku ya 4 watu 3 walizama na wengine 3 tuliwakosa mumai, na ndio tunateseka. Antuka hapa tuko nalala mupori, tunakuwa
tunakosa kama tufe namna gani, vitu vyote vilienda, mafugo malienda, antukaone je yenyewe naweza tusaidia na watu wakubwa tusaidie. Sisi tunateseka, tunalala mumigomba na tunavala kucha, hatuna nguo ya kuvala, hakuna kachungu, hakuna kitu chochote. Wakati mvua ilinyeshaka hiyo siku ya 4, wewe ulikuwa uko wapi? Mimi nilikuwa nipo munyumba, nikaenda shikuta, nipo napiga vyakula watoto watoke masomo bakule, tuenda shikuta nyumba zote zilisha yala na nyumba ziko zinaenda, antuka tukeponyoka tukakimbilia mumigomba na wakukufa balikufa bamingi na bamutari bamingi balikufa. Na njoo vile tuliona vile vitu vinapitika vile, tunakosa kama tufe namna gani. Shuka watu mingi walipotea, ba mamotare na watu mingi na mambuzi na vitu vyote vilipotea. Tukamu tusaidie watu wakubwa sana, mtusaidie, tunateseka sana huko mwa Rutobogo. Unakuwa mama wa watoto ngapi? Mimi niko na watoto 8. Mimi naishi Rutobogo. Mama nao jambo. Mama, kwa majina wewe ni nani? Jina langu Janine. Mama, tulipata habari ya kwamba kunakuwa mvua ambayo ilinyesha hapo. Unatuelezea ilikuwa namna gani? Watu walishuka na bwanangu alikuwa ndani mwao na keshuka na mafugo yenyewe nilikuwa nayo keshuka na mkepotea watoto 3 na vitu vyote vya munyumba vyote vikeshuka. Nini ambao naambia wakuu viongozi wafanye? Wakwe watusaidie. Ni hayo kwa siku ya leo. Karibu tena kwa wote na siku njema.